Jina la Bwana libarikiwe sana, watu wa Mungu aliye hai. Natamani tujifunze somo la baraka sana, na somo letu linaitwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, au unaweza kusema mwanadamu aliyefanana na sisi. Kitabu cha Yakobo sura ya 5 na ule mstari wa baraka wa kuvutia sana wa 17, Biblia inasema Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Elia alikuwa ni mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Hapa wanaonesha Elia alikuwa anafanana na sisi. Elia alikuwa ana hisia kama za kwako. Elia alikuwa anachoka, anaumia kama wewe, lakini kuna mambo aliamua kuyafanya kwa sababu alikubali kulipa gharama. Ndugu yangu, nikwambie hivi, ili andiko linatoa excuse zote kwetu sisi. Linatoa ile Mungu anajua tunaishi kwenye kizazi hichi, hivyo Mungu anatambua tunahisia. Huo ujinga haupo bro. Standard za kiungu, viwango vya kiungu viko pale pale. Yesu akasema, Bwana Baba, kama inawezekana kikombe hiki kiniepuke, lakini mapenzi yako yatimizwe. Kwa hiyo pale Yesu alikuwa anatuonesha ili jambo la kimungu litokee, kuna standard, kuna viwango vya kiungu lazima vifuatwe. Kwa hiyo kulikuwa hamna njia nyingine yoyote ya kuweza kumuokoa mwanadamu isipokuwa ile njia ya viwango vile vya kimungu vya mtu kuteseka na kufa kwa ajili ya watu wengi. Kwa njia yoyote isingeweza kumpa matokeo. Kwa hiyo hapo naweza kusema viwango vikilegezwa, ubora wa jambo upungua. Sasa hapo nataka nikutoe kwenye ili andiko kama maombi, nikupeleke hapa. Nikupeleke wanadamu kama sisi, wanadamu kama mimi, kama wewe, ambao walijaa Roho Mtakatifu kama uliyokuwa naye wewe, lakini wao kuna viwango vya kimungu waliamua kutembea nao. Kwa ili andiko unaweza kusema usiweke tena Elia alikuwa mwanadamu kama sisi. Weka hivi, Yusufu alikuwa mwanadamu kama sisi, lakini akuruhusu boksa yake, nguo yake ya ndani ishuke kwa jimama la Potifa. Na Yusufu alikuwa anaweza kumwambia mama Potifa, tulia, tusifanyie humu zinaa mwanamke wewe. Angeweza kumwambia tulia, muombe mmeo kwamba uende sehemu kutembea, na ukienda kutembea mwambie mmeo, kwa sababu mmeo anakusikiza na ananiamini. Sema, naomba Yusufu anisindikize kwenye utalii, nikikusindikiza tutapiga zinaa vizuri. Angeweza kumwambia hivyo, lakini Yusufu anasema siwezi kufanya kitu kama hicho nikamkosea Mungu aliye hai. Yusufu alikuwa ni handsome, tena zikani handsome zaidi yako, lakini Yusufu alitunza viwango. Wewe sasa unajitia handsome, unaangushwa na vibinti hata havina hela, havina ushawishi. Kwa sababu elewa, Potifa alikuwa ni kiongozi kwenye taifa la Egypt, la Misri. Kwa hiyo automatically na viongozi hawaoi watu wa kawaida, viongozi wanaoa piskali. Kwa hiyo mke wa Potifa ilikuwa ni piskali, lakini chuma Yusufu kikatunza viwango. Wewe sasa, wewe ujali iwe piskali siwe piskali, wewe tuende. Alafu unasema nimeokoka. Mwingine mpaka unatubiria injili. Wewe bro, vitu haviendi hivyo. Yusufu, tena wewe si waga unawatongoza wewe, yeye Yusufu alitongozwa. Yusufu alikuwa mwanaume lijali, ndio maana alikuwa na watoto baadaye. Alikuwa kidume lijali kama sisi ni ngangali. Lakini akusema Mungu anajua na hisia. Bro, tunza viwango. Kwa sababu hii duniani kuna watu kama wewe walikuwepo. Haleluya, watu wa Mungu aliye hai.
Tunza viwango. Ndio maana Biblia inasema tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi. Tuseme hivi tena nyingine tuseme hivi. Petro na mitume walikuwa wanadamu wenye hisia kama wewe. Wangeweza kuchiti na wanawake wengi, kwa sababu walikuwa ni mitume wakubwa maarufu. Wangeweza kuchagua mwanamke wazini navyo na kadhalika, lakini pamoja na hisia zao walisema hapana. Daniel, Meshach na Abednego, hao marafiki wanne walikuwa ni maensa, mahb, Gen Z wa nyakati zao, lakini hawakulegeza viwango kama wanadamu kama ambao walikuwa na sifa zaidi yako. Walikubali kufunga zipu na zipu ikafungika. Funga zipu, kaza sketi yako, usilete ujinga. Kwa sababu gani? Kwa ushahidi wa maandiko inawezekana kujitunza, inawezekana kujitunza, inawezekana kutunza viwango katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ndugu yangu, Yusufu alikuwa kidume lijali kama wewe. Ndugu yangu, Rebeka alikuwa mtoto mkali, piskali. Inawezekana zaidi yako, lakini Rebeka alitunza standard mpaka anakuja kuolewa akiwa amejitunza vile vile ngangari. Inawezekana kujitunza katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa kama wanadamu kama sisi wameweza kujitunza, mimi na wewe tuna deni hilo katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana akubariki sana. Funga zipu yako kwa jina la Yesu.